بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 12 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1447, katika darasa ya tafsiri al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tuendelea kusoma tafsiri ya sura al-Maida. Tulianza kikao kilichopita kwa kueleza kuanzia aya 54 mpaka 56, na leo biidhnillah ta'ala tutasoma maelezo ya Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kuzieleza aya hizi. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة. تجيزي آية: والذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الإمام كثير: يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه. Allah subhanahu wa ta'ala atupa habari juu ya uwezo wake mkubwa kwa yeyote mwenye kukengeuka akawa ni mwenye kuiwacha nusra ya kuinusuru hii dini, bimaana akawacha kuinusuru dini ya Uislamu na kusimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha watu kuifuata. Na tukizungumzia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wengi katika watu, kwa sababu hizbiyun haswa ikhwan, hili jambo walizungumza kana kwamba wao watalitabikisha, wao kusudia daula ya Kiislamu, fahamu. Lakini la, sheria ya Kiislamu ni ausa' min dhalika, ni pana zaidi kuliko daula. Bimaana hata ikiwa kwa mfano hakuna daula ya Kiislamu, bado kuna sheria ya Allah watakikana uitekeleze katika maisha yako, na ukipatikana daula fabiha wa ni'mat, neema juu ya neema. Kwa hapa kinachokusudiwa, kwa mfano ibada ya swala, ibada ya saumu yaingia ni sheria ya Allah, ibada ya hija ni sheria ya Allah, ibada ya kuamrishana mema na kukatazana maovu, yote yani sheria ya Allah. Kuunganisha kizazi ni sheria ya Allah na mengineo. Kwa hivyo dini ya Uislamu yote watakikana Waislamu waitekeleze katika maisha yao kwa kadri ya vile Allah atakavyowezesha, fattaqullaha mastata'tu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu wale walioacha kuinusuru hii dini na kuitetea na kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitetea, fa inna Allah yastabdilu bihi man huwa khairun laha minhu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha, awalete walio bora zaidi kuliko wao hao waliokengeuka, watakaosimamia jambo hilo la kuinusuru hii dini na kuifuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashaddu man'atan, na walio na nguvu zaidi, wa aqwamu sabilan, waliosimama katika njia iliyonyoka zaidi. Kwa usidhanie wewe kuwa una umuhimu sana mpaka ukaona kuwa bila wewe hii dini haiendi. Kuna baadhi ya watu hudhania hivyo,
jua ya kwamba kuwa hii dini ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ataihifadhi dini yake, ataleta waja wake watakaoinusuru hii dini pale utakapoiacha wewe. Kwa wewe ndio unayehitajia hii dini. Hii dini haikuhitaji wewe. Wewe ndio ili leo uishi vizuri katika maisha yako ya dunia na kesho akhira uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wauhitaji Uislamu, si kwa Uislamu wa kuhitajia wewe. Kwa usije ukafikiria katika kichwa chako hata siku moja kuwa wamfanyia fadhila Mola wako katika kile unachokifanya katika hii dini. Kwa mfano, Allah amekupa mali, ukawa wajenga misikiti, wajenga madaris, wasimamia mambo ya kheri, kisha ukaona kuwa mimi nimefanya mengi bwana, wacha niwache ya mambo. Ukafikiria kuwa ukiwacha wewe hili jambo litaanguka. La, Allah ataleta wengine wabora kuliko wewe, na watafanya vizuri zaidi kuliko wewe, na lile jambo wataliendeleza kuliko wewe, na watainusuru hii dini kuliko wewe. Kwa wewe jiogopee nafsi yako. Kila mmoja ajiangalie nafsi yake, ajiogopee nafsi yake, yeye asije akakengeuka. Ama hii dini Allah subhanahu wa ta'ala ataisimamia na kuihifadhi. Fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, atawaleta mwenyewe waja wake ambao watasimamia hii dini na kuinusuru. Kama qala ta'ala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kwa wewe ukakengeuka tu, kuna mahali ilikuwa kwa mfano wafanya na kuchangia katika dini kuinusuru, kisha ukaamua uache. Usifikirie ukiwacha wewe hakutokuja wengine. Wallahi watakuja wengine. Na wewe jua kwa wakati ule ulipokuwa unusuru dini ya Allah, ni Allah aliyekupa fadhila ile. Sasa usiichezee ile neema Allah aliyokupa. Ukawa waichezea ile neema, utaikosa, na atakuja mwingine kuliko wewe atasimamia lile jambo. Na haya maneno ya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ambao ameegemeza kwa hizi aya anazozitaja hapa, yatupa faraja kubwa sana kuwa hii dini ni mansur. Allah atainusuru vile itakavyokuwa. Kwa wewe ukaona kuwa mimi nikiwacha basi ndio itakwisha ile jambo. Wamewacha wangapi bwana? Kuna watu walikuwa wakinusuru hii dini wakaondoka duniani, na Allah akawasimamisha wengine wakaendeleza hili jambo. Kuna mtu alionusuru hii dini kuliko masahaba Mtume sallam? Hakuna mfano wao. Wakaondoka duniani na dini ya Uislamu ikaendelea. Sasa ikiwa masahaba ambao hawakufanya khiana hata kidogo juu ya hii dini wameifikisha kikamilifu, na walivyoondoka hii dini ikabakia, itakuja wewe mjanja watakufanya khiana katika dini ya Allah, kisha ndio uone wewe ukiondoka itakuwa ni sababu ya dini kuanguka? La wallah, hii dini itabakia tu. Kwa hiyo wewe chukulia mfano, wameondoka wa kweli na dini ikabakia. Sasa utakuja wewe wataka kufanya ujanja katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uone kuwa dini ya Allah itaanguka. Haianguki hii dini. Hii dini itabakia. Na ndio waambia tu mara nyingi, da'wa ya ahli sunna ambao ndio dini ya Uislamu aliokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna anayeweza kuiangusha. Hata ukafanya bidii kiasi gani na propaganda mtakazozifanya, itabakia tu na itaendelea mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Allah kitaka bwana atawaondoa nyote kisha alete waja wake wengine, wala hilo jambo si zito kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wachunga. أي وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا صعب. hilo jambo sio kuwa eti haliwezekani kwa Allah, wala si gumu kwake yeye. قال وقال تعالى ها هنا, na hapa Allah akasema nini? ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi ay yarji'u 'anil haqqi ila al-batil.
maneno mazito sana. Yani mtu akaiacha haki akaenda akaifuata batil, ukafikiria kuwa mimi nikiwa siko pale basi kuna mambo yatapungua. Kulikuwa na watu walikuwa na sauti katika hii da'wa, wakinyoshewa na vidole, wakaona kuwa wakiiacha hii da'wa itaanguka. Na subhanallah, kila siku zikisonga mbele watu wazidi kuielewa, wengi sana. Na mifano katika huu ulimwengu iko mingi ya watu ambao wakinyoshewa vidole kuwa huyu ni alim na akaachana na haki akaifuata batil, akaanguka na kuporomoka yeye, na haki ikabakia vile vile, na watu wakaendelea, mambo yakasonga mbele. Na hapa tunapoishi sisi tumeona wangapi ambao walikuwa katika haki wakaiacha wakaingia kwenye batil. Leo wako wapi? Leo wakizungumzwa kwa maneno mabaya kabisa, fulani yule alikuwa hivi, leo amegeuka hivi. Na wewe ukitaka kujijua kuwa kwenye batil, jitizame ulikuwaje kisha ukageukia vipi, kama vile alivyosema Hudhaifa radhiyallahu anhu arda, inna adh-dhalalata haqqa adh-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Yale mambo ulikuwa ukiyapinga sasa wayaunga mkono, yale ulikuwa ukiyaunga mkono sasa umekuwa yapinga. Ukijiona kwa hivyo ujue mbadilika, ushaanza kubadilika, chunga. Sasa hawa wanaofanya hivi yasema ay yarji'u 'anil haqqi ila al-batil, yuarudi nyuma, aiwacha haki aenda kuifuata batil. Wa hadha khitabun 'amun ila yawm al-qiyamah, mazungumzo haya yaelekezwa kwa watu mpaka siku ya kiyama. Mtu yoyote, si masahaba tu walioomba maneno, mtu yoyote atakayeiacha haki akaelekea kwenye batil, basi Allah hana haja na yeye. Huyo ni yeye mwenyewe ndiye anayejiumiza nafsi yake. Kuna watu subhanallah walikuwa waambia huyu mtu wa sunna, huyu yuko mbali na mambo ya bid'a, mara ghafla waje kuona kabisa khurafi kweli kweli. Khurafi, sio wewe ulikuwa hauko nao, sasa vipi uko nao? Wallahi hata ukawa wewe una meno ya dhahabu yote haya, ukicheka hivi wang'ara kama mzimu, na ukawa umvaa kanzu sijui ya bei gani, sijui uwe na dunia yote, ukiiacha haki ukaifuata batil, Allah atawaleta wabora kuliko wewe, na wataisimamia hii dini na watainusuru hii dini, na watakuwa katika tabia zilizokuwa bora kabisa. Zipi? Sikilizeni, Allah asema قال وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه. hizi ndizo sifa za waumini waliokamilika, kuwa ni wanyenyekevu kwa ndugu zao na vipenzi vyao waumini wenzao waliosimama katika haki, mutaazzizan ala khasmihi wa aduwihi, tena ana izza na ukali dhidi ya maadui. Yani lau kama utamuona yule ndio amesimama dhidi ya adui, huwezi kusema ni yule ndio yule jamaa tuzungumza naye vizuri kabisa, yule ndio huyo. Mbona akiwa hali yake kawaida yuko vizuri kabisa? Ndiyo, kwa sababu hapa yuko na wenzake mutawadhi, yuko na watu wa haki mutawadhi, lakini akielekea kwa maadui zake ni mwingine. adhillatin ala almu'minina a'izzatin ala alkafirin, كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. hivi ndio masahaba walivyokuwa, ni wakali sana dhidi ya makafiri, lakini baina yao ni ana huruma. Huwezi kuamini kama huyu ndio yule alikuwa mkali kwenye vita, ndio huyo leo amekuwa mpole, hakuna mfano wake akiwa na ndugu zake. قال وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، katika sifa za Mtume sallam alikuwa ni mcheshi, akiwa na masahaba wake atabasamu, lakini akipambana na maadui ni mkali mno katika kupambana na maadui zake. fahuwa dhahukun liawliyaihi, ni mwingi wa kucheka na ndugu zake na vipenzi vyake na kutabasamu na wao.
qatalun li'a'da'ihi, lakini akipambana na maadui zake basi huwa mkali, awamaliza wale maadui. Wa qawluhu 'azza wa jalla yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, ay la yarudduhum 'amma hum fihi min ta'ati Allah wa iqamati al-hudud وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد. hakuna kinachowarejesha wao nyuma kutokamana na kumtii Allah na kusimamisha hudud alizoziteremsha Allah, kupigana na maadui zao, kuamrisha na mema, kukataza na maovu. Hakuna kinachowarudisha nyuma, songa mbele. wala yasudduhum anhu saddun, hakuna anayeweza kuwazuia yoyote yule. wala yahiku fihim lawmu laim, na lawama za wenye kulaumu haziwaathiri. waweza kulaumiwa kila mahali lakini haziwaathiri hizo lawama. huyu yalaumu yualaumu kwa haki, kama yualaumu kwa batil basi aendelee kulaumu. watu wa haki hawajali lawama zao. wala adhru adhilin, lawama wenye kulaumu, wale wenye kulalamika na kulaumu dhidi yao hawaathiri. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ب7. أبو ذر أسمى من يمرش kipenzi changu Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم mambo 7, mambo adhim haya. أمرني بحب المساكين والدنو منهم, ameniamrisha mimi kuwapenda maskini na kuwa karibu na wao. kuwapenda maskini, kuwa karibu na wao. wa amarani an anzura ila man huwa duni, na katika jambo la dunia akaniamrisha nimtizame yule aliye chini yangu. Katika mambo ya kidunia muangalie yule aliye chini yako, usimwangalie aliye juu yako. Ama mambo ya akhira, naam, katika jambo la akhira watakikana ujitahidi. Kwa hapo wamtizama aliye juu yako ili ushindane naye katika khairi. fastabiqul khairat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ama katika mambo ya kidunia waangalie walioko chini yako, uridhike na kile na kukinai na kile Allah alichokugawia. wala anzuru ila man huwa fawqi, katika mambo ya kidunia ameniamrisha nimwangalie aliye chini yangu, nisimtizame aliye juu yangu. katika hadithi nyingine fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, ukifanya hivyo hutodharau neema za Allah juu yako. Lakini ukikaa wewe wamtizama fulani amepewa nini katika dunia na fulani amegawiwa nini katika dunia, ukaona ni kitu kikubwa mno, wewe huna kitu, ukaanza kudharau zile neema Allah alizokupa. Na mara nyingi watu wa namna hiyo katika hii dunia, wakiwa watizama yule aliyoko juu katika dunia, wadharau zile neema Allah alizowapa. Ndivyo ilivyo. Akiona chakula chake anachokula na yule anachokula ni kibora zaidi kuliko chake, adharau kile chakula anachokula. Akiangalia mavazi ya yule aliyoko juu yake aliyoyavaa na akijiangalia yeye, adharau yale mavazi Allah aliyompa. Wa hakadha, nyumba na nyinginezo, vipando. Akitizama gari la yule mwenyewe, wakati yote magari akitembea yule na wewe atembea, wafika huko huko unakokwenda. Lakini yeye akaangalia lile la yule aliyepewa bora zaidi, akaanza kudharau kile ambacho Allah alichompa. Kwa Mtume sallama asema amenihusia niangalie aliyoko chini yangu katika dunia, simtizame aliyoko juu. wa amarani an asila arrahima wa in adbarat, na akaniamrisha niunganishe kizazi hata kama wale ninaowaunganisha ni wenye kunikata, niunganishe kizazi. wa amarani an la as'ala ahadan shay'an, na akaniamrisha nisimuombe mtu chochote, nibakie na heshima yangu, nihifadhi heshima yangu. Kwa sababu binadamu hawa ukianza kuwaomba tu watakudharau. Kwa wewe bakisha heshima yako vile vile, hata ukawa na shida kiasi gani, kuwa na subra, subiri na ile hali ngumu uliyokuwa nayo, mpaka asiyekujua aweza kudhania wewe ni tajiri. yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf
Wale wasiowajua wadhania kuwa hawa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia, hanyoshei mkono mtu yoyote. Huu ni wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa masahaba wake ili kuhifadhi heshima zao, na ndivyo walivyokuwa masahaba. Masahaba walifikia hali mpaka mtu fimbo yake ya kumchapia farasi wake ikianguka, hamwambii mtu nipe, ashuka aenda kuichukua mwenyewe, ambapo ni kitu kidogo hiki, sio kumwambia mtu nisaidie nacho hiki, lakini pia hamwambii. Ndio maana heshima zao zikabakia vile. Na sisi leo pia hivyo hivyo. Mwanzo leo ndio zaidi. Watu wa leo bana, leo waweza kutolewa kwenye mitandao. So wewe chunga, wallah chunga sana. Kuna mmoja anieleza, yuko katika, alikuwa yafanya kazi katika kampuni fulani. Basi kuna wale ustazi huwa hawaja pale kuomba msaada. Nasema sisi tuko ofisini na bosi. Huyo bosi anaifuatwa. Namsikia mimi yule bosi asema, waangalie, waona kwenye video pale wakiingia wamekaa pale. Asema cheki majambazi wanashafika. Majambazi washaingia. Awaita majambazi. Hao mashekhe awaita majambazi. Kisha akitoka acheka nao, "Asalamu alaykum, vipi? Ilikuwa kuna shida gani?" "Shida yote nyinyi niambieni tu, mimi niko sawa." Huwa jamaa wanajifanya hawa. Wallahi alazim jifanya shida, kuna shida yote. Tulikuwa tuna shida bwana. Nini? Huyu mwanawe afukuzwa shule na mimi nilikuwa sijala na huyu sijui na nini. Kwa hivyo shida yenu atatuliwa na pesa ngapi? Shilingi 5,000. Ashikeni. Nendeni. Wakiondoka, majambazi tu, si nakwambia majambazi hao, azungumza hivyo. Ashawapa huku yeye wasema vibaya. Kwa hiyo ilikuwa ni aula kwao wabakie bila ya kwenda kumnyoshia mkono huyu mtu, heshima yake ibakie vile vile mtu. Ya nini akhi? Kisha mtu aje kudharau namna hiyo bwana. Bakia wewe na heshima yako bwana. Sasa waonaje akaja ile video akaja akaitoa kwenye CCTV kisha akaisambaza kwa watu ili uzidi kudharauliwa mbele za watu? Ya nini bwana? Binadamu wa leo bwana, watu wambadilika bwana, hali zimekuwa sizo wale wa zamani. Na hata hawa zamani pia, ya nini unyoshe mkono kwa watu? Waachana nao bwana. Bakia na heshima yako, chunga heshima yako. Qala wa amarani alla as'ala ahadan shay'a, kaniamrisha nisimuombe shay'an nakira fi siyaqi nahi, chochote, hata shilingi moja nisimuombe mtu chochote. Wa amarani an aqula alhaqa wa in kana murran, na akaniamrisha niiseme haki hata kama ni uchungu. Wa amarani alla akhafu fi llahi lawmata laim, akaniamrisha mimi nisiogope kwa ajili ya Allah lawama ya mwenye kulaumu. Wa amarani an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al-arshi, na akaniamrisha mimi kukithirisha kusema la hawla wala quwwata illa billah. Hii dhikri ina maajabu sana. Hii dhikri ya la hawla wala quwwata illa billah ina maajabu sana katika kumwezesha mtu kufanya mambo mazito magumu, kadhalika kumuhifadhi mtu kutoka na maadui zake. Sasa badala ya kuvaa mairizi na kuvaa mashanga sijui vitu gani, si basi ushikane na hizi adhkar bwana, mfundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. La hawla wala quwwata illa billah ni kanz, treasure iliyotoka chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghali mno. Kithirisha kusema la hawla wala quwwata illa billah. Ibn Kathir baada ya kueleza haya hapa akachomeka maneno ambayo hayafungamani na hii aya katika tafsiri, lakini kuna hikma kubwa ya kuchomeka haya maneno hapa. Akasema nini? Akasema hivi, wa thabata fi sahihi, na imethibiti katika sahih. Imethibiti kitu gani? Akaanza kueleza ma yanbaghi lilmu'mini an yudhilla nafsahu, haimpasi kwa mu'min kujidhalilisha nafsi yake. Masahaba waliposikia maneno haya kwa Mtume sallallahu qalu, wakasema wa kaifa yudhillu nafsahu ya Rasulullah, na vipi mtu mu'min atajidhalilisha nafsi yake ya Rasulullah? Qala yatahammalu min albala'i ma la yutiq, atahammal katika mitihani na balaa ambayo haiwezi. Unajua maana yake ya maneno yametia hapa,
Yani ikiwa kuamrisha kwako mema na kukataza maovu kutakupelekea wewe kupata tabu ambayo huwezi kuistahimili, usifanye hivyo. Umeelewa nafikiri hapa? Ndio Ibn Kathir kataja hapa, wakati mwingine kuna mambo ukiyazungumza yaweza kukuletea tabu ambayo huwezi kuistahimilia. Umezungumza mahali jambo likakuletea shida ambayo huwezi kuistahimilia, katika hali kama usijikalifishe zaidi ya uwezo wako, fanya subra. Usiseme ana la akhafu fillahi lawmata laim, mimi nitasema tu kisha waje wauawa. Kukalifishwa kufanya hivyo, fanya kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Kuna watu kule waliko kwao hawawezi kuzungumza yale mazungumzo ambayo mtu wa sunna akiwa na watu wa sunna anaweza kuzungumza, kwa sababu kuna watu wa bid'a wengi watamshangilia pale za mpaka kupigwa. Usijikalifishe jambo ambalo huna uwezo nalo. Mbona fulani yazungumza, yuko wapi? Yuko sehemu gani yaweza kuzungumza? Haimpasi mtu kujidhalilisha. Au ukaingia katika jihad fi sabilillah wakati huna silaha zaweza kupambana na yule adui yako. Na mfano mzuri mwanao Hamas, namna walivyowatia watu wa Gaza katika matatizo, wakawatia katika matatizo, wakauawa wengi. Na maneno haya ukizungumza hawaelewi isipokuwa wenye akili, ama walevi hawezi kuelewa. Atakwambia unaona hataki watu wapambane bwana, waoga wale. Mimi nauliza kuna faida gani mpatikana? Mbali na kuwa ardhi ya Gaza imeibiwa kubwa mno, nyumba zimebomolewa, watu hawana mahali pa kukaa, dhiki, wameuawa wangapi katika waumini Waislamu, wangapi wamekwenda katika hali kama hiyo? Faida yake nini? Tumpata faida yake nini? Tuambieni faida yake nini? Wakati mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema ma yanbaghi lilmu'mini an yudhilla nafsahu, haimpasi mu'min kujidhalilisha nafsi yake. Akiulizwa kwa anasema yatahammalu min albala ma la yutiqu, akajibebesha mitihani ambayo haiwezi. Kwa hiyo pamoja na kuwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata laim, lakini pia chunga na mpaka huu basi, usije ukaingia mahali huwezi ukajidhalilisha badala ya kujinyanyua wewe mu'min. Leo imekuwa sisi tuzungumziwa kuwa ingelikuwa ni wakweli hawa katika dini yao wangelikuwa wamenusuriwa hao, lakini angalia vile walivyofanyika. Kwani hawazungumzi hivyo? Wako wangapi katika manasara ambao wazungumza vibaya waumini wa Kiislamu, kuwatetea Mayahudi kwa sababu ya matukio yanayotokea, na kusema kuwa wale Mungu wao yuwawanusuru kwa sababu wako kwenye haki. Kumbe ni watu madhalimu waovu kabisa. Nasema nikizungumza haya, wanaoelewa ni wenye akili, wanaoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyoamrisha watu na kuwakataza watu. Ama watu wengine wa kelele na hamasa hawezi kuelewa. Na hili nimeeleza mfano hapa, mliwahi kucheka hapa, niweza mfano. Kuna kijitu kimekonda maskini, hakina nguvu hivyo. Sitaki nitaje mtu fulani hivi hapa mkaanza kucheka. Lakini kuna mtu pale, jitu la miraba minne limenyanyua chuma na lapiga makofi kweli kweli, hilo kubwa. Mara wakakosana na yule kijitu kidogo kile, wakakosana. Sasa rafiki zake wawili wamekaa kando pale, asema wewe ngoja nitakuja kukuonyesha wewe. Amwambia yule bwana la miraba minne, jitu kubwa lile. Kisha akaenda kwa rafiki zake wale wawili, awaambia muonaje bwana yule, mimi nitakupambana naye yule, nikaminyane naye yule paka alijue mimi nani. Mmoja akamwambia angalia, njoo nitakunulia soda, kaa hapa, utulia wewe, humwezi yule, wallahi atakupiga konde yule, mimi namjua yule, atakuumiza wewe, huwezi wewe, mkonda mwanzo maskini wewe, hali yako albamot, hujulikani uko wapi, huyo atakuumiza. Yule mwingine ambaye usimsikilize huyo, utakubalije wewe bwana, pambana naye wewe, uko fiti, nishakuona mimi na kuona kimbia piga rodi, pambana naye yule, waweza. Yule bwana akamkasirikia huyo anayemwambia kaa chini wewe, humwezi yule, tulia bwana, humwezi. Mimi ndo naona hawa badala ya kunitia morali hawa ndo wanivunja moyo kabisa bwana, wacha mimi nimsikize yule
ananitia morali bwana. Kamsikiliza yule mwenzake, akienda kule ile reality afanywa check up. Unajua ile reality check up ile, kapigwa mbao moja chini. Ile mbao ilivyokuja, unajua waweza kupigwa kitu mpaka sema ikiwa hiyo mbao hiyo ngumi itakuwaje? Waanza kujiuliza sasa, waona nyota mchana. Sasa kazabu ambao akajua kumbe ukweli hauko vile vile ninavyofikiria, huyu jamaa ataniua huyu. Sasa ametambua baada ya kuwa lile jambo lishatokea. Angelimsikiliza yule anayemwambia ukweli wake kuwa wewe dhaifu, lakini wengi katika sisi hatupendi kuambiwa ukweli. Tunataka tusemewe urongo, tudanganywe. Kisha ukishadanganywa, ukishaingia kwenye matatizo, yule aliyekudanganya yule sasa aanze kukucheka pembeni. Sasa baadaye ndo bwana, kumbe ulikuwa unaniambia ukweli bwana. Na yule sasa ndo yuwacheka. Wajua wale wacheka hivyo wale. Nijua tu mtapigwa kofi. Sasa usikii. Ulikuwa waambiwa na mwenzako usikii, basi mimi nikwambia nenda kwa sababu nakuona usikii. Mkiambiwa ukweli, kubalini ukweli. Ikiwa hamwezi kuingia katika vita, msiingie katika vita hivyo. Mwasababisha maafa kwa Waislamu. Ardhi za Waislamu zaibiwa, nyumba za Waislamu zabomolewa, kisha muanze kuomba msaada. Kisha muanze yoyote ambaye atusaidii sisi, basi yeye yuko na Mayahudi yeye. Nani aliyesema hivyo? Tangu na mwanzo, kabla hujaingia ulinishauri bwana, kama wewe waingia katika hivi vita hujanishauri, basi mimi ningekwambia kuwa sisi, mimi na wewe na tukaingia sote hatuwezi. Lakini sasa wewe ukaenda ukaingia mahali ambapo sipo, si sawa. Kwa hili pia lieleweke hili. Na wewe unaamrisha mema na kukataza maovu, pia weka kipimo hicho. Usije ukaingia mahali ukajitia kwenye balaa ambayo huiwezi. Wallahu almusta'an. ذلك قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له. na mwenye kusifika na sifa hizi basi ajue ni fadhila za Allah juu yake, si kwa uwerevu wake, ni Allah amemfadhili. wallahu wasi'un alim ay wasi'ul fadl, Allah ni mkunjufu wa fadla. alimun biman yastahiqu dhalika mimman yahrimuhu iyahu, Allah yajua nani anastahili jambo hilo akampa, na yule ambaye hastahili akamnyima. wa qawluhu ta'ala inma waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu ay laysa alyahudu biawliyaikum, mayahudi si vipenzi vyenu, si marafiki zenu. Jueni hilo, hata siku moja hawezi kuwa marafiki zenu. Na wewe ziulize zile nchi ambazo zimekubali kuwa marafiki zao leo za juta ngapi? Za juta. Mwanzo katika watu akhas kwenda kutafuta urafiki na wao ni hawana. Hakuna duniani mtu ana khiana kama watu hawa. Allah amewazungumza kwa maneno ya wazi kabisa, ni watu waovu sana, fisadi. qala bal walayatukum raji'atun ila Allah wa rasuli wal mu'minin. Kwa hiyo wale ambao mnawanusuru, mnawapenda, hayo yarejee kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na waumini. wa qawluhu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ay al-mu'minuna al-muttasifuna bi hadhihi as-sifat, waumini wanaosifika na sifa hizi. min iqami as-salati allati hiya akbaru arkani al-islam, kusimamisha sala ambayo ndio nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu baada ya shahada. wa hiya ibadatullahi wahdahu la sharika lah, nao ni kumwabudu, ndani yake ni kumwabudu Allah peke yake, hana mshirika na yeye. wa ita'u az-zakati allati hiya haqqul makhluqin wa musa'adatun lilmuhtajin wal masakin, na kutoa zaka ambao ni haki ya viumbe, kuwasaidia wanaohitaji na maskini. wa amma qawluhu wa hum raki'un faqad tawahhama ba'd an-nas yaqsud ar-rafidha anna hadhihi al-jumlata fi mawdi' al-hal. mawdi' al-hal ni vipi? Yani asaruku huku yatoa zaka, ndio anaelewa wao mashia hawa kwa vichwa vyao vidogo, wameelewa alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un, yani hali ya kuwa wamerukuu kuwatoa zaka.
sawa watoa zaka huku wa rukuu, haya na ile ya nyuma ya swala? Hamjanifahamu bwana. Allah katika ile aya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sijui umeelewa hapa? Sasa ikiwa hii wa hum raki'un maana yake huku wa rukuu, maana yake pia waswali huku wa rukuu, sasa itakuwa swala gani? Umeelewa? Waswali huku wa rukuu na watoa zaka huku wa rukuu. Sana ufahamu wa kijinga kabisa wa Mashia. Wao wameshika pale kwenye zaka wa umrakiun, hawajui kumbe kule nyuma kuna nini, kuna swala pia imetajwa. Sasa itaingiana vipi ikiwa hiyo ndio maana yake? Ikiwa maana yake ni hiyo, itakuwaje mtu yoswali huko wa rukuu? Si rukuu iko ndani ya swala? Ikiwa hiyo ndio maana yake, lakini si maana yake hiyo. Sasa wa hum rakiun maana yake nini? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sema فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعهم وتوزاك وكيوا katika hali ya kuwa wamerukuu. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره. Ingelikuwa maana yake niyo, ingelikuwa basi kutoa zaka wakati mtu amerukuu ni bora kuliko kutoa zaka katika hali nyingine, لأنه ممدوح, kwa sababu amesifiwa hapa. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. هي قوله hakuna yoyote katika wanaoviona ndio sema hivi, mbali na hawa mwehu wa kishia hakuna alisema hivyo, wala haifahamiki hivyo. Ni uzezeta ama niseme ni uguta. Maguta kule Tanzania ndio jikokoteni la chuma lile, lakini usema guta maana yake jichwa la mtu likawa kama kokoteni lile la chuma, maana yake zito, halielewi, ndio litasema maneno haya. Si maana yake haya kabisa. Hakuna mwanachuoni Ibn Kathir asema hata mmoja alisema hivyo. فالمعنى وهم راكعون أي يحضرون في صلواتهم الفريضة في مساجد الله، بمعنى وحضورية صلاة الجماعة، هي معنى لأداء صلوات مع الجماعة، وينفقون صدقات في مصالح المسلمين. kwa wahudhuria swala zao kwa jamaa na watoa zaka zao katika maslaha ya nani? Ya Waislamu. Na wengine katika wanawavyoni wakasema maana ya raki' ay khadi' lillah, pamoja na kuwa waswali watoa zaka lakini hawajioni kuwa wana fadhila yoyote kwa Mola wao, kama vile alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kwa hivyo ikawa maana yake ay الخضوع ينفقون ولا يترفعون على ربهم. maana mtu yatoa lakini hajioni eti amfanyia favor Mola wake, bali ni mnyenyekevu pamoja na kuwa yatoa. Ndio maana wahum raki'un. Na maana nyingine ni hiyo aliyotaja Imam Kathir rahimahullah ta'ala, hum raki'un ni kuhudhuria sala kwa jamaa. Hizi ndio maana nilizozitaja. سبب نزول هذه الآية، وقد تقدم أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليهود. alivyojitenga kabisa Ubada ibn Samit kutomana na Yahudi na vitendo vyao, akajitenga na wao sababu walikuwa na hilf, walikuwa na ahadi wakati wa jahiliya kabla ya Uislamu. Ulipokuja Uislamu akajitenga na wao. waradhiya biwilayati llahi wa rasulihi wal mu'minin, akaridhia kuwa vipenzi vyake ni Allah na mtume wake na waumini. Allah akateremsha hizi aya. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. kundi la Allah ndio ushindi siku zote. كما قال تعالى كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. kisha hapo akasema nini? لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية. فكل من رضي بولاية الله ورسول المؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة. مش اسمين ألا إن حزب الله هم المفلحون. kwa kila aliyeridhia kumnusuru Allah na mtume wake na waumini na kuwapenda, basi huyo atakuwa ni katika wenye kufaulu fi dunya wal akhirah wa mansurun fi dunya wal akhirah. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. kile itakuwa iko wazi kabisa. Kwa hivyo anayeshikamana na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na waumini, huyu basi atakuwa katika wale waliofaulu
atakuwa katika washindi biidhnillah ta'ala. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.